ama utamu ama ladha tamu za ligi kuu ya NBC. Hakuna tofauti. Angalia alivyofanya Rashid Mohamed Chambo upande ule ule. Goli la kutangulia unapata KMC na si goli tu, ni goli moja. Mashujaa kwa na magoli matatu. David Olome piga moja kwa moja, goli namna dadi kabisa hili. Goli la aina yake linafungwa hapa Azam Complex Tamasi. Huu ndio mpira uliopigwa mbali zaidi na kuwa goli mpaka sasa kwenye ligi kuu, akiwa zaidi ya mita 10 kutoka katikati ya uwanja. Yoro Mamadou Diaby walianza haraka, walipigwa mpira mrefu. What a goal! Walianza moja kwa moja. Selemani Bwenzi alianzia pale pale katikati, Zigijiara kaudaka mpira ukamponyoka, ni goli. Goli unapata bao moja la maajabu kweli kweli katika uwanja huu. Sana na moja kwa moja sasa. Halo. Ya tupo katika maazamio ya Simba Sport Club Ligi Kuu Tanzania, ambaye atamkaribisha kaimu mwenyekiti wa bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya ukaribisho rasmi. One, two. MC, kazi niliyopewa ni ndogo, kumkaribisha kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa ajili ya kuweza kuendelea na hiyo ratiba. Kwa hiyo nichukue nafasi kumkaribisha kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi. Karibu sana mwenyekiti. Habari za asubuhi ndugu wajumbe pamoja na wageni waalikwa katika mkutano huu wetu mkubwa wa baraza kuu la bodi ya ligi Tanzania. Karibuni sana na niwape pole kwa safari ndefu ya kufika hapa. Najua kila mtu ametoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo najua sasa angalau tumeshakuwa na nguvu ya kuweza kuhudhuria mkutano. Kwa hiyo niwakaribishe tu katika huu mkutano wetu. Karibuni sana. Pia niwaombe tusimame kwa dakika moja tuwakumbuke wanamichezo wenzetu ambao wametangulia. Tuwape heshima hiyo ya dakika moja tusimame. Tafadhali sana. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti, na kijiti kimerejea kwangu rasmi. Takumbuka kwamba katika ligi 3 ambazo bodi ya ligi kuu Tanzania imekasimiwa mamlaka ya kuzisimamia na kuziendesha, ligi ya chini kabisa ni First League, na katika mwaka huu 2025 tulishuhudia finali tamu kabisa ya First League ambayo tutakwenda kuitazama kwa kifupi sana.
Hizo zilikuwa sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa mabingwa wa First League msimu wa 2024-2025, na bila kupoteza wakati nirejeshe tena kijiti kwa kaimu afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania, ambaye sasa atamkaribisha kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania, na yeye jukumu lake litakuwa fupi sasa, kwa sababu atakwenda tu kumkaribisha mgeni rasmi wa mkutano wa leo, ambaye ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, mzee wetu Wallace Karia. Asante. Kazi nyingine niliyopewa ni kumkaribisha kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania ili aweze kumkaribisha mgeni wetu rasmi, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ndugu yetu Wallace Karia. Karibu kaimu mwenyekiti. Asante sana. Nachukua nafasi hii kukaribisha rasmi mgeni rasmi katika mkutano wetu huu, rais wa TFF ndugu Wallace Karia. Nikukaribisha tu, karibu sana. Kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi ndugu yangu Nasoro Idrisa, wajumbe wa bodi wa wadhamini wa TFF, wajumbe wa kamati ya utendaji ya TFF, wajumbe wa baraza kuu, management kwa maana secretariat ya bodi ya ligi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kutujalia uzima, kutuwezesha kuhudhuria mkutano huu muhimu wa bodi ya ligi Tanzania. Pia niwapongeze, samahani jamani, niwapongeza, nimesoma hapa lakini wajumbe, nisema wajumbe wa baraza kuu, lakini wajumbe wa mkutano mkuu wa bodi ya ligi, muniwe radhi kwa hilo. Habari za asubuhi, karibuni Dar es Salaam, poleni na safari. Niwape pongezi pia kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kuweza kuandaa timu na kuweza kutoa burudani kwa Watanzania. Angalau mnashindana wenyewe kwa wenyewe, lakini mnatoa burudani kwa Watanzania. Lakini sasa hivi sio kwa Watanzania tu, ni Afrika pamoja na dunia kwa ujumla. Imeambiwa hapa kwamba ligi yetu ni ligi ya 4, lakini bila nyinyi tusingeweza kufika huko. Hongereni sana. Nawapongeze viongozi wa bodi ya ligi kuu ya Tanzania kwa hatua ya kimaendeleo ambayo mmefanikiwa katika ligi zetu 3, kwa maana ligi ya NBC, ligi ya Championship pamoja na ligi ya First League. Binafsi naamini ushirikiano na weledi kwa hali ya juu kati ya viongozi wa bodi na viongozi wa vilabu husika umekuwa chachu kubwa ya uendeshaji wa ligi hizo kuwa bora na za ushindani mkubwa mwaka hata mwaka. Matokeo chanya katika ligi kuu ya NBC, ambapo ushindani umeongezeka kwa timu shiriki na kuifanya ligi hiyo kuzidi kung'ara zaidi Afrika. Kama ambavyo tumezungumza, duniani ni 4, lakini Afrika ni 4, lakini duniani 57. Haya ni mafanikio makubwa na hatuna budi kujipongeza. Wakati bodi hii inaanzishwa,
ligi yetu wala ilikuwa haizungumzi duniani, lakini sasa hivi ukienda kwenye social media, ukienda kwenye vyombo mbalimbali vinavyohusu masuala ya mpira, utakuta ligi yetu inazungumzwa, lakini pia kwa kujumuisha wachezaji kutoka nchi mbalimbali imekuwa ni maarufu sehemu kubwa duniani. Kwa hiyo pia wakati tunafanya maamuzi ya kuongeza wachezaji wa kigeni, hatukukosea, tulifanya maamuzi ya maana. Kitu kikubwa tu tuweze kuyalinda na kuhakikisha kwamba tunaleta wachezaji walio bora ambao wanaweza kuleta ushindani, lakini pia wanaweza kuambukiza hali ya ushindani kwa wachezaji wetu wa Kitanzania. Na hili pia limeshafanyika kwa sababu toka tumeweza kubadilisha kanuni kwenye ligi, ushindani unaokuwepo kwenye ligi umekwenda mpaka kwenye ushindani wa timu zetu za taifa, zinafanya vizuri tofauti na huko nyuma wakati tulikuwa tuna wachezaji wachache wa kigeni au hatuna kabisa. Ndugu zangu, kuonyesha takwimu hizi zinasaidia. Tumeshuhudia sasa hivi tumekuwa wazoefu wa kutoa timu 4 kuweza kuwakilisha kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Tuliingia mara ya kwanza tukatoka, lakini tulivyoingia hatujatoka. Tumekuwa ndo wenyewe sasa hivi, na pointi tulizonazo pale ambazo tunaziongeza safari hii bado zinatupa na nafasi ya timu 4 msimu unaokuja. Kwa hiyo hizo pointi tunatafuta ili tuweze kuwa kwenye nafasi hizo 4. Wakati tunaingia tuliingia namba 10, tukapanda, sasa hivi nadhani tuko namba 6. Lakini pia kwa kuwa na timu 4 kwenye mashindano haya, sisi ni nchi au ni ligi ya 4 ambayo imetoa timu 4 kuingia hatua za makundi. Hii ni mara ya kwanza tumeingia. Niwapongeze zile timu ambazo zimeingia makundi, lakini pia nizipongeze timu nyingine ambazo zimetoa ushindani kuweza zile timu kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya Afrika. Ni jambo linatakiwa tulihakikishe tunalitunza na tunahakikisha kwamba tunakuwa kwenye nafasi hiyo. Kazi tulionayo ni kuingiza timu nyingi kwenye robo finali, na ikiwezekana zote 4 ziingie. Hata kama kwa matokeo mengine ambayo tumeanza nayo sio mazuri, lakini bado hatujapoteza matarajio, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Hongereni sana na niwatakie kila laheri, muweze kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika na kufika robo finali. Kwa kuzungumzia hayo, kipekee niwapongeze timu za Young African, Simba Sports Club, Singida Black Star pamoja na Azam FC kwa kuweza kutuheshimisha Tanzania. Mimi jamani, huko kwa wenzangu mimi natembea kifua mbele kwa ajili ya matokeo ya hizi timu, na sitakubali atokee mtu yoyote asababishe hizi timu zisifanye vizuri. Mimi sitamsamehe, kwa sababu hii heshima ambayo mnatupa ni heshima kubwa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunailinda. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuko pamoja. Kwetu hatua hii inabidi tujipongeze kwa pamoja, ni ya kihistoria kwa mpira wa miguu wa Tanzania, na inabakia ni changamoto kwetu kuhakikisha kwamba tunalinda uwakilishi huu. Ndugu zangu, kwa mafanikio haya tunajivunia leo, yasingekuwa hivi pasipo wadau wetu ambao tunafanya nao kazi.
kabla ya kuwa na wadau hawa ambao wameingiza hela zao kwenye ligi yetu hii, sisi hatukuweza kufanya lolote. Nichukue nafasi hii kutoka moyoni kwangu kwa dhati kabisa kuwapongeza kampuni ya Azam Media, benki ya NBC na mdau aliyeingia sasa hivi Just Fit, ambaye ameingia kuhakikisha kwamba ligi yetu inakuwa bora, inapendeza. Kwa upande mwingine wa wasimamizi wetu wa ligi hiyo, kwa maana ya waamuzi. Naomba nitoe rai kwa makampuni na taasisi nyingine kuja kuwekeza kwenye ligi zetu ambazo ni ligi kuu ya NBC, Championship, First League, lakini pia nina nia kabisa kuhakikisha kwamba hata ligi zetu za vijana tunaziboresha zaidi, na tunakuwa na mifumo rasmi ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na ligi hizo za vijana na hiyo mifumo, lakini tuweze kupata wadhamini. Na wadhamini wengi naendelea kuongea nao, lakini kwa sisemi kwamba tunaenda huko chini, pia kiasi tunachopata bado hakitoshi, inatakiwa bado kiongezeke, kwa sababu bado gharama kubwa zinahitajika. Na ndio maana hata mara nyingi nikiulizwa kwamba lazima tuwe na financial fair play, nawaambia hii hela ambayo vilabu vinatumia ni ndogo sana. Kwa hiyo huwezi kuweka ukasema kwamba hiyo kitu kikubwa tu ni kuhakikisha kwamba angalau tuhakikishe mapato yote yanayoingia kwenye vilabu yanaonekana kwenye mifumo rasmi, ili kuweza kusaidia, lakini pia kuweza wakati tunafanya tathmini za ligi yetu au ligi zetu kuweza kupata thamani halisi ya ligi zetu. Na hili niwaambie linakuja kwa sababu pia tunashirikiana na wenzetu wa taasisi mbalimbali kama taasisi ya kuzuia rushwa, lakini pia na masuala ya utakasishaji fedha, kuhakikisha kwamba angalau tunaweka mifumo rasmi ili isiwe ni chaka kwenye mpira kuweza kupitia kwa vitu hivi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunataka tushirikiane na nyinyi kuhakikisha kwamba tunalifanya vipi ili tulifanye kwa utaratibu mzuri, lisiweze kuathiri na kuathiri wawekezaji wetu wanaowekeza kwenye ligi yetu. Naomba mniunge mkono, tutakaa tujadili, tuangalie jinsi gani tunaweza kufanya ili tutengeneze kanuni madhubuti za kufanya hivyo. Wakati nawataja niliwasahau wadau wetu TBC, pia tuwapongeze. Hawa ni wadau wa siku nyingi, kabla hata hatujaanza hii bodi yetu ya ligi, walikuwa bado wanaendelea kutangaza, ingawa sasa hivi tumewabana kidogo wasitangaze bure na wanatupatia kiasi fulani. Kwa hiyo tuwapongeze kwa sababu wanaitangaza pia ligi yetu. Kama nilivyozungumza, mbali ya ligi yetu kuwa bora na kuweza kuheshimika, lakini pia kwa mara ya pili katika historia yetu ligi yetu imetoa goli bora kwa mara ya pili. Tuweze kupongeza kijana wetu Clement Mzinze, lakini pia tuipongeze na klabu ya Young African kwa kuweza kumlea na kuweza kushirikiana na wenzake kuweza kupata lile goli. Ni matarajio yetu kwamba tutaendelea kupata goli bora na pia ufungaji bora. Lakini hii la mwaka huu ilikuwa ni bora zaidi kwa sababu nilikuwa la kijana wa Kitanzania. Lile la kwanza ilikuwa ni mchezaji wa ligi yetu, lakini sio Mtanzania. Hata walivyoonyesha kwenye skrini pale waliweka bendera ya Senegal. Sema kweli sikulipenda, ingawa nilifurahi, lakini safari hii na bendera ya Tanzania niliona pale. Hongera sana Mzinze, hongera sana Young African.
Samahani, kuna vitu lazima niviongee. Kuna swala la miundombinu. Kwanza niwapongeze, tumeweza kushirikiana kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa katika hali halisi. Kwa kushirikiana na wenzetu wa Azam, wameweza kutusaidia kurekebisha miundombinu kwa upande wa taa, na nilivyoongea nao, bahati nzuri CEO yuko hapa, nia yake kuhakikisha kwamba ligi yetu haichezwi usiku tu kwenye viwanja vichache vilivyopo. Viwanja vya Dar es Salaam, Dodoma, Ruangwa, Kokwani, Tanga kule na Kagera. Nia yake na sisi ni kuhakikisha kwamba sehemu zote ligi inaweza kuchezwa usiku. Lakini pia kuhusu upande wa pitch, bado kunakuwa na changamoto zinajirudia. Tunaomba kidogo tuwe makini. Tuhakikishe kwamba matumizi ya viwanja yanaruhusu muda wa kufanya marekebisho. Kwenye vile viwanja vyenye nyasi za kawaida kuna limit ya kucheza. Angalau kwa wiki yatakiwa itumike isizidi mara 3. Lakini sisi unakuta kwa wiki na mazoezi yanafanyika hapo hapo. Wale wenzangu wa klabu licensing, natoa wito kwamba klabu mwenyeji kama hana kiwanja cha mazoezi, angalau kanuni zifanye kazi yake. Lakini pia nilikuwa nasoma jana kanuni za mashindano ya AFCON. Wanasema timu zinazoshiriki kwenye uwanja, kama itakuwa imecheza mara moja kwenye ule uwanja, hamna haja ya kusema kuwa familiarization tena. Hiyo siku moja iliyocheza, kama ilienda kufanya training siku ya kwanza kwenye mchezo wa kwanza, michezo mingine sio lazima waende wakafanye pale. Kwa hiyo pia naomba kwenye miji ambayo kuna vilabu vya ligi zetu kuwe na viwanja vizuri vya mazoezi, visio kwamba viwanja vya mashindano ni viwanja vya kufanyia mazoezi. Natoa mfano huo, niliona klipu ya Tanga kule, baada ya uwanja kufungiwa, meneja anazungumza, na kweli nilimwonea huruma. Amesema kwa muda wa siku 6 mazoezi timu 2, mwenyeji na mgeni, siku ya mechi mara 3, inazidi hata wiki. Sasa huo ni uwanja gani? Wa nyasi za kawaida, hauwezi kuwa bora hata siku moja. Kwa hiyo nadhani kwenye mikoa ile ambayo ina timu nyingi, tuhakikishe kwamba kunakuwa na viwanja vingi vya mazoezi ambavyo vinamilikiwa na hizo timu, sio kucheza kwenye vile viwanja vya mechi. Hili tutalisisitiza sana na wala hatutakuwa na aibu nalo. Kwa sababu ligi yetu inaangaliwa dunia nzima. Wanapoangalia, tunawacheka majirani zetu kwamba wanacheza kwenye ligi ya viwanja vya Brown, wakati sisi tunakwenda tena kwenye Brown. Hapana. Sitalikubali hilo, na kamati zangu zisipofanya kazi, tutaangalia jinsi gani tuwapate watu kwenye kamati ambao watatuelewa. Mwenyekiti wa kamati ya club licensing wa Matondo yupo? Umemwalika? Karibu sana. Nadhani umenisikia vizuri. Haya. Bodi ya ligi muwawezeshe hawa watu, lakini pia kule kwenye vituo tuwe na wataalamu ambao wanatupa ripoti. Twende mbali kwenye viwanja vya mazoezi. Tunakutana mara moja kwa mwaka, kwa hiyo tunapokutana hapa lazima tuzungumze mambo yanayotuhusu sisi kwenye ligi. Hili swala miundombinu nadhani ndio changamoto ambayo tunayo sasa. Tutajitahidi, lakini nashukuru sana baadhi ya halmashauri zimeweza kujitahidi kufanya hivyo. Nitoe rai bado halmashauri nyingi ziweze kusaidia, lakini tutajitahidi tukutane angalau na waziri anayehusika na dhamana ya halmashauri hizi, tuangalie jinsi gani tutashirikiana naye.
ili kuhakikisha kwamba halmashauri nazo zinatusaidia katika jambo hili. Nisichukue muda mwingi, niguse mambo machache sana. Jingine ninaona ni suala la mambo ya utawala wa mpira wa miguu na mafunzo. Niweze kuwashukuru wenzetu wa Tanzania Olympic Committee kwa kuweza kuzalisha wataalamu wa utawala, lakini pia nishukuru upande wa TFF Secretariat kwa mkurugenzi wa ufundi ambaye sasa hivi ndio kaimu katibu wetu mkuu, kwa kuweza kuzalisha wataalamu wengi kwa level tofauti za kuweza kufundisha mpira wetu, na kusimamia kwamba vilabu viwe na wataalamu kwa kila ngazi. Lakini pia nimemwona mwenyekiti wa kamati ya tiba huko hapa, karibu sana mwenyekiti wa kamati ya tiba. Naomba tutengeneze mwongozo wa technical bench, linatakiwa liwe na watu wangapi wa medical kugusa nyanja zote. Nazungumza hivi ni jambo serious sana. Wachezaji wetu wengi wanakatisha muda wao, maisha yao kwenye mpira kwa ajili ya kutopata tiba mahususi wanapopata matatizo, ingawa nyingine zinasababishwa pia na viwanja ambavyo wanafanya mazoezi na viwanja wanavyochezea mechi. Hayo yote yatakiwa tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya, yanatugharimu sana. Kwa hiyo tusione kwamba ni jambo tu linazungumzwa, lakini madaktari muwe wa kweli. Vijana wanapoumia, kusema kweli kaumia apumzike, sio apigwe sindano aendelee kucheza, mnammaliza kabisa. Lakini pia na udanganyifu mwingi upo. Huo udanganyifu angalau nimeuhisi na nimeufuatilia. Naomba kidogo kamati yako iwe madhubuti kuweza kulisimamia hilo. Kwa sababu huko kwenye vilabu tusipokuwa na msingi mzuri, hatutakuwa na timu ya taifa bora, tutakuwa na wachezaji ambao hawako katika utaratibu mzuri na wanapotea, hata kama alikuwa na kipaji cha hali ya juu, lakini unakuta kinapotea. Na changamoto nyingine, kaimu, au nisitumie kaimu, niseme yule ambaye atachaguliwa leo aweze kutusaidia tuwe na vikao mara kwa mara vya kuangalia mazingira yetu tunaocheza ligi, kwa vitu hivi ambavyo tunaviona sio vya muhimu, lakini muhimu sana. Kwa hiyo nitoe wito huo kuhakikisha kwamba tunavizungumzia, na wale wote wenye viti wa kamati na kamati zao zinazohusika ya hayo mambo waweze kutengeneza guideline ambazo zitatusaidia sisi kuweza kuzifanyia kazi na kuweza kuboresha uendeshaji wetu wa ligi uwe katika utaratibu mzuri. Kwa sababu najua huyo atakaye kuja tutakushirikiana naye kuweza kuwa na vikao mbalimbali, sio tunakutana mara moja kwa mwaka, kuhakikisha kwamba angalau tunakuwa na vikao vya kutathmini na kuangalia mambo mbalimbali, sio tunasubiri tu vikao vya kutengeneza kanuni za ligi kuu na kukutana hapa kuchaguana. Hapana. Ndugu zangu, leo licha kuwa mkutano wa baraza, lakini ni siku ya uchaguzi wa kuwapata viongozi wa bodi ya ligi Tanzania. Hivyo nitumie fursa hii kuwatakia kila laheri wagombea wote waliotangaza nia na nyadhifa mbalimbali zilizotangazwa katika na kamati ya uchaguzi ya TFF. Rai yangu, tumetoka mbali mpaka tumekuta tunakaa hapa tunasherekea ligi yetu kuwa namba 4. Ni ushirikiano ambao TFF inaupata kutoka kwenye bodi ya ligi na ushirikiano ambao bodi ya ligi inaupata kwa TFF. Kwa hiyo ni warai tuwe makini, tusisikilize jambo lolote wala hisia, tuache urafiki. Atakayechaguliwa leo kwa nafasi yake anakuwa makamu wa rais wa TFF. Nileteeni mtu ambaye ni makini, independent mind,
ambaye atashirikiana na nyinyi, atashirikiana na mimi. Msiniletee mtu ambaye atakuja kuvurugana na mimi, na bahati mbaya nikisimama kwa misimamo mingine nasimama katika utaratibu ambao, na wote wanaogombea ni ndugu zangu na nimekaa nao na wajua, tuko pamoja. Siwezi kusema lolote kwa sababu na nyinyi mnahisia kama mimi nilizonazo. Mnamjua nani ambaye anafaa kufanya kazi na Karia, nani ambaye hawezi kufanya kazi na Karia. Naomba mniletee ambaye anaweza kufanya kazi na Karia. Tusije tukapelekana nyuma huko. Na sasa hivi nitafanya kazi kwa mbali, wenyewe mtashirikiana pamoja nyinyi. Katikati hapa kuna maneno yamesemwa kwamba bodi ya ligi wanaelekezwa na president, wanaelekezwa na nani? Naomba mtuletee mtu ambaye hatapokea maelekezo, hata kama ni ya president, ambayo hayako kwenye kanuni, hayako kwenye utaratibu. Anaweza kumwambia president no, lakini pia asikubali akafungua mlango akaletewa ushauri kutoka nje. Na waomba kabisa, mimi nawapenda na upenda mpira. Muda wangu nitakao kuwa kwenye mpira, nataka niondoke au tuondoke na wale ambao tutakuwa tuko pamoja katika generation yetu, watu huko waweze kutuzungumza hata kama hatuko duniani. Tumepitia vipindi vigumu. Ni vipindi vigumu tumepitia, na niliwaambia kwenye mkutano mkuu, ni kama chuma kilipita kwenye moto au dhahabu imepita kwenye moto ili iwe bora zaidi. Kwa hiyo tumejifunza. Sasa kule tulikotoka tusirudi. Tunapokaa hapa sijui tuna timu 4 group stage, sijui tuna timu 4 kafu. Takapokuwa daraja limevunjika, hatutakuwa tuna hayo. Tutarudi, tutalia na kusaga meno. Mimi niwaombe, niwatakie kila laheri. Mimi niko pamoja na nyinyi kwa kuendeleza mpira, siko kwa ajili ya maslahi ya mtu yoyote. Na nadhani wengi mnafahamu. Wengine mmenitengeneza, wengine nimepita kwenye mikono yenu, na niliko hapa yatakiwa mjisifie kwamba mmemtengeneza kijana, amekuwa hapa na akaja akasimamia taasisi. Mumlinde, mumsaidie. Asanteni sana, niwatakie kila laheri mkutano wenu. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mzee wetu Wallace Karia kwa hotuba nzuri. Ni hakika tumevuna mengi kutoka kwenye hiyo hotuba, na bila kupoteza wakati nimkaribishe kaimu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania, mzee wetu Nasoro Idrisa, kwa ajili ya neno la shukrani kwa mgeni rasmi. Ndugu wajumbe, ndugu wageni waalikwa kwenye mkutano wetu, nachukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa rais wetu wa mpira. Ametupa maneno ya hekima sana, ametupa maneno mengi ya kutuongoza na wasia mwingi sana. Kwa hiyo niseme tu, rais wetu, nashukuru sana kwa hotuba yako yenye mafunzo mengi na busara na hekima kubwa. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Asante sana. Asante kwa neno la shukrani, na nami pia kipekee ni washukuru na kwamba zoezi linalofuata bila kupoteza wakati ni kupata picha za kumbukumbu. Sasa kabla sijaruhusu meza kuu kutoka nje kwa ajili ya picha za kumbukumbu, Konradhi, Mheshimiwa Rais, ni kukaribishe tena hapa kwa sababu hujatangaza kufungua rasmi mkutano wetu.
Tumezoea kwamba lazima utangaze nimefungua. Nilivyosema nawatakia kila laheri kwenye jukumu lenu, hilo lilikuwa ndio nimeufungua. Asanteni sana. Asante sana. Niliambiwa kuna clip hiyo inahitajika ya kusema nimeufungua rasmi. Kwa hiyo tumeipata, tunashukuru sana. Wakati kabla sijaruhusu meza kuu kuinuka na kuelekea nje kwa ajili ya zoezi hilo la picha za kumbukumbu, ningeomba nitoe mwongozo kidogo kuhusiana na hilo zoezi na kwamba tutalazimika kulifuata ili sasa tuweze kukamilisha kwa wakati. Utaratibu utakuwa meza kuu itatangulia nje na watakaofuata ni wajumbe wa kamati ya utendaji ya TFF wakiongozana na wageni waalikwa walioko kwenye meza hii ambayo iko kulia kwangu. Tutakwenda kupata picha ya kumbukumbu ya kwanza. Wenye viti wa ligi kuu ya NBC watafuatiwa na wenye viti wa ligi ya Championship ya NBC ambao watafuatiwa na wajumbe wawakilishi kutoka First League. Wageni waalikwa katika kundi lingine watafuata na watafuatiwa na wahariri wa vyombo vya habari ambao tumewaalika, watafuatiwa na wanahabari, operation team ya mkutano huu, alafu tutakuwa tumemaliza. Angalizo ni kwamba baada ya zoezi la kupiga picha kukamilika, mkutano utaanza rasmi kwa sababu tayari rais ameufungua. So tuna experience moja ya kwamba tukitoka nje kupiga picha tunatumia muda mwingi sana nje, matokeo yake tunachelewa kurejea ndani kwa ajili ya mkutano. So kila kundi ambalo litakuwa limemaliza kupiga picha, tunawaomba kwa heshima na taadhima turejee ndani kuja kuketi ili tukimaliza kundi la mwisho mkutano uendelee moja kwa moja. Leo nimeambiwa ni mambo chap chap, tutawanyike mapema tukaenjoy Dar es Salaam. Asante sana, na kwa heshima na taadhima meza kuu nawaomba tutoke nje kwa ajili ya kuanza rasmi zoezi la picha za kumbukumbu. Wahusika wa zoezi la picha, tafadhali tutoe mwongozo kwa viongozi wetu kukamilisha hilo zoezi kwa wakati, nikiamini maandalizi yote yameshakamilika kwenye eneo maalum la kupiga picha. Wakati meza kuu wakitangulia, basi niwaombe wajumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na wageni waalikwa walioko kwenye meza yangu ya mkono wa kulia basi wafuate, kwa sababu wao ndio watakuwa kwanza kupata picha ya kumbukumbu. Naam, hivyo ndivyo ambavyo mkutano wa baraza kuu la 12 la baraza la 12 la bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara ulivyofunguliwa, na mchakato ambao unafuata kwa sasa hivi ni tukio la upigaji picha za kumbukumbu kwa viongozi wa meza kuu ambao tayari wamekwenda mahali ambako kuliandaliwa kwa ajili ya tukio hilo. Na nikukumbushe tu ni mkutano ambao pia utaambatana na zoezi la uchaguzi ambalo litakwenda kuanza muda mfupi ujao, kama ambavyo afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda ameweza kutupatia hapo kwa kifupi. Lakini pia tumepata nafasi ya kusikia hotuba ya rais wa shirikisho la mpira miguu nchini Tanzania TFF Wallace Karia, ambaye alizungumza vitu vingi sana kwenye hotuba yake ambayo ilikuwa inaashiria ufunguzi rasmi wa tukio hili. Na moja kati ya mambo ambayo alijaribu kuzungumza ni kutoa hosia
wajumbe wa mkutano huu ambao kwa mujibu wa katiba ndio ambao watakwenda kushiriki kwenye zoezi la upigaji kura na kuwachagua wale wajumbe ambao viongozi ambao watakwenda kuongoza ama kuhudumu kwenye nafasi mbalimbali za bodi ya ligi. Mwenzangu Hassan Mvula niko naye hapa, ndiye ambaye atakwenda kutupitisha kwenye kile ambacho kitafuata, kama kwenda kuzungumza pia na baadhi ya wadau ambao wako hapa kwenye mkutano huu wa 12 wa baraza kuu la bodi ya ligi kuu nchini Tanzania. Hassan Mvula tayari yuko hapa kwenda kutuambia kile ambacho kinafuata na pengine kutupatia mahojiano na baadhi ya wajumbe ambao wamehudhuria hapa kwenye hoteli ya Golden Tulip maeneo ya Masaki. Na nikukumbushe tu mtazamaji wa Azam TV kwamba huu ni mkutano wa 12 wa baraza kuu la bodi ya ligi kuu Tanzania mwaka 2025, na bodi ya ligi Tanzania TPLB ni chombo huru kilichoanzishwa kwa ajili ya kutetea maslahi, na hususan hii ni kutokana na kilio cha vilabu kutaka chombo huru kiweze kuwakilisha katika mambo kadha wa kadha. Lakini pamoja na ajenda zilizopo hii leo ni ajenda ya uchaguzi, na mara baada ya hotuba ya mgeni rasmi rais wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Wallace Karia, lakini wajumbe bado wanaendelea kupongezana. Lakini na maona moja kati ya wajumbe mashuhuri kabisa, moja kati ya viongozi wa muda mrefu wa kandanda hapa nchini, wanaendelea kupongezana na kusalimiana, na hii inadhihirisha ni kwamba mkutano huu wa 12 umekwenda vizuri. Na mwana Saidi Sudi huyu amewahi pia kuwa mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la kandanda la Tanzania TFF kwa muda mrefu. Lakini zoezi la kupiga picha kwa wale baadhi ya wajumbe likifanyika kule nje, lakini hapa ndani sasa kama ambavyo unavyoweza kuona, wenye viti wa vilabu vya ligi ya Championship NBC wanatoka nje ili kwenda kukamilisha zoezi la upigaji picha, na hii ndivyo ambavyo unavyoweza kuona kwa namna yoyote ile zoezi hili la upigaji picha na mgeni rasmi likiwa linaendelea. Wenye viti wa vilabu vya ligi ya Championship wanakwenda nje na namna ambavyo nanyi mwelekee kwenye eneo maalum la kupiga picha za kumbukumbu. Wawakilishi kutoka wadhamini wa ligi zetu, Benki ya Taifa ya Biashara NBC, Azam Media Limited, TBC pamoja na Just Fit, matajiri wetu. Kamati ya uchaguzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, tunahitaji picha yenu. Lakini kabla ya kamati ya uchaguzi, wakurugenzi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, wakurugenzi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wakiambatana na mwenyeji wetu, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA,
Hapa nilipo niko na Lamek Nyambaya, mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam. Kwa haraka haraka, mkutano huu unauzungumziaje? Mkutano mzuri, wajumbe wote wamekuja na rais wetu ametufungulia mkutano, ametupa usia mzuri tuchague kiongozi ambaye anaweza kufanya kazi na rais. Kwa hiyo ni maneno mazuri, magumu lakini maneno mazuri, na amini mkutano utaisha salama, leo tutapata kiongozi mzuri ambao uchaguzi unaenda kufanyika muda si mrefu. Mara baada ya kukamilika kwa mkutano huu wa uchaguzi, nini ambacho wapenzi wa kandanda wanatakiwa kukitaraji? Sisi tunataka mpira ucheze katika nchi yetu, tunataka ligi yetu ifanye vizuri. Tunapata mwakani tupeleke timu 4 katika mashindano makubwa ya bingwa barani Afrika. Kwa hiyo naamini ni muda sahihi ambao tutapata kiongozi atupeleka pale tulipo na kutufikisha mbele zaidi. Nikushukuru sana. Na huyu ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam, Lamek Nyambaya, na hivi sasa ndio anaambatana na wakurugenzi wa shirikisho la kandanda la Tanzania TFF kwenda kupata picha ya pamoja. Bado ninao wajumbe hapa nikizungumza na baadhi ya wajumbe, na kwa haraka labda tueleze ni kwamba umeuonaje huu mkutano unaoendelea sasa? Nashukuru kwa kunipa nafasi. Mkutano ni mzuri, wajumbe wako vizuri, umemsikiliza Mheshimiwa Rais, ameongea maneno mazuri ya hekima, ya busara na yenye faida kubwa kwa mpira wetu. Kwa hiyo sisi kama wajumbe wa mkutano huu tumepokea maelekezo yake na tuko tayari kuyafanyia kazi. Nikushukuru sana. Na ni moja tu kati ya wajumbe, na kama ambavyo nimekufahamisha hapa, tunaendelea kuzungumza na baadhi ya wajumbe, kila mmoja angalau tupate hisia zake na tuone namna ambavyo ameupokeaje mkutano huu. Nashukuru sana ndugu zetu Azam. Kama unavyofahamu, mimi kwa jina ni Robert Munisi, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa mkoa wa Pwani. Tumekuja kwenye mkutano huu muhimu sana kwa sababu leo tunakuja kumchagua mwenyekiti wa bodi ambaye ndio atakuwa muhimili mkubwa wa mpira wa nchi yetu. Kwa hiyo nimefurahi watu wamekuja, mkutano umeendelea vizuri. Kilichobaki ni kitu kimoja tu, kutumia ile haki yetu ya kidemokrasi kupata kiongozi ambaye atatufikisha mbali zaidi. Natarajia kwamba tutapata kiongozi ambaye atakuwa na maono mazuri kushirikiana na TFF ili tusonge mbele. So far mambo yanaenda vizuri sana. Ni Munisi huyu mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani, lakini ni mdau mkubwa wa kandanda. Kwa nyakati tofauti ameweza kuongoza katika timu ya Polisi Tanzania, na bado naendelea kuzungumza na wajumbe na wale wa mkutano huu. Kaka, hebu tueleze kwa upande wako, nini matarajio mara baada ya kukamilika kwa mkutano huu? Matarajio ni makubwa kwa maana ya vilabu, sababu tunahitaji viongozi ambao watakuwa na maono ambayo yanatokana na vilabu. Vilabu vinaendeshwa katika mazingira magumu, hasa kwenye upande wa uchumi. Kwa nafikiri baada ya mkutano huu na kutokana na speech ya mgeni rasmi, kiukweli tunategemea makubwa kutoka kwa uongozi ambao tutaupata. Nikushukuru sana. Na bado kama ambavyo nimekufahamisha, tunazungumza na baadhi ya wajumbe waliofika hapa katika eneo hili katika kuweza kuzungumza. Salim Abdallah Trigen, mmoja kati ya wadau wakubwa wa michezo na amewahi kushika nyadhifa mbalimbali katika klabu ya Simba. Na mkutano umeuonaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mkutano uko vizuri, ratiba inaendelea kama ulivyoweza kuona. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaenda vizuri. Watanzania wana kiu ya kutaka kujua labda uongozi mpya utakaoingia madarakani, muendelezo na nini matarajio kwa mustakabali wa soka la Tanzania. Nafikiri umesikiliza hotuba ya Rais wa TFF Bwana Wallace akitoa mwongozo wa namna ya viongozi anaowahitaji kwa ajili ya kufanya nao kazi. Nafikiri ni mwongozo mzuri ambao utatusaidia leo kupata viongozi walio bora ambao wanakuja kuendeleza pale viongozi wanaomaliza muda wao walipoishia. Kwa hivyo naamini wajumbe wa mkutano huu watatuletea viongozi walio bora ili tuweze kuendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kufanya vizuri kwenye tasnia ya football. Asante sana, nikushukuru na nikutakie mkutano mwema. Na kama ambavyo tumezungumza, tupo katika hoteli ya Golden Tulip, mkutano wa 12 wa bodi ya ligi
Kuu Tanzania. Wanahabari nao wapo hapa, wamekuwa mstari wa mbele kuzungumza mambo kadha wa kadha katika masuala ama mustakabali wa soka la Tanzania. Huu ni mkutano muhimu, mkutano wa 12 ambao unakwenda kuwaingiza madarakani viongozi wapya. Nini unachotaraji mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi ama mkutano huu ambao ajenda mojawapo muhimu ni uchaguzi? Nadhani mimi ninachokitegemea au ninachokitarajia baada ya kumalizika kwa uchaguzi huu, mkutano huu, ni kupatikana uongozi ambao utakwenda kuendeleza pale ambako tupo leo hii na kupeleka mbele zaidi mpira wetu, kwa sababu hadi sasa hivi unapozungumzia mpira wa Tanzania hususan ligi ni kitu ambacho kimekuwa na kimekuwa kina maarufu mkubwa Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba tutapata viongozi ambao wataweza kuisukuma mpira wa Tanzania, kwa sababu ligi ndio mpira wenyewe, kutoka pale ambako tulipo, ambako ukitazama tuko nafasi ya 4 ya Afrika au ya 6 kwa takwimu zingine zinavyosema, kwenda juu zaidi. Lakini pia klabu zetu na timu zetu za taifa kufanya vizuri, kwa sababu ukikuwa na ligi bora maana yake utapata wachezaji bora na timu zetu za taifa zitafanya vizuri. Umekuwa mwandamizi na umekuwa ukiandika habari kadha wa kadha. Nini unachokitarajia au ungependa kuona nini kinakwenda kufanyika hivi sasa? Kitu ambacho napenda kukitarajia ni kwamba wajumbe wa mkutano huu wa bodi ya ligi kuchagua viongozi ambao wanamuono, viongozi ambao wanaweza kufanya mpira wetu usogee, viongozi ambao ili kwa kiasi kikubwa kupunguza andoa changamoto ambazo tunasikabili ligi yetu. Unajua kilio kikubwa cha wadau wa mpira ni ratiba za ligi zimekuwa zinabana, lakini pia uchaguzi, kwa hiyo ambao unachaguliwa utakuwa na ama kuondoa hizo changamoto ambazo zipo katika mpira wetu. Nikushukuru sana, na bila shaka ni moja kati ya maoni ama mapendekezo muhimu yakitolewa, na kikubwa zaidi tumeendelea kuona hapa, lakini wajumbe wameonekana kufurahishwa na mwenendo wa hotuba ya rais wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Wallace Karia, ambaye amezungumza kwa kina na kikubwa zaidi kimegusa na kimelenga mambo mbali. Steven Mguto ni mmoja kati ya viongozi waliowahi kuongoza bodi ya ligi Tanzania. Amekuwa mwenyekiti kwa muda mrefu, lakini yupo hapa. Nini ambacho labda unataraji kukiona katika mkutano huu? Kwanza niweke sawa kidogo. Sio kwamba nimeongoza tu, lakini nilikuwa sehemu ya kuanzisha bodi ya ligi. Tangu nilipochaguliwa na rais wetu wakati ule Bwana Tenga. Kwa hiyo nimekuwa katika bodi kwa muda wote huu. Kwa hiyo ninachokitegemea ni maendeleo ya pale tulipoachia, na naona mwelekeo ni mzuri, na kikubwa ni kwamba tutafute viongozi ambao wataweza kupeleka mpira wetu mbele. Umekutana na changamoto kadhaa wakati wa uongozi wako. Ungependa zifanyiwe kazi kwa sehemu gani hasa? Nao changamoto zilizotokea watu wote wameziona, na hawa viongozi wanaoingia wanajua ziko vichwani mwao, na uhakika watazifanyia kazi kisawasawa, kwa sababu tupeleka pembeni yalikuwa ni mambo ambayo yalikuwa yasimamiwe kisawasawa. Lakini sasa hivi kwa sababu wenzetu wameona kila kitu, kwa hiyo na uhakika watafanyia kazi na mambo yatakwenda vizuri. Lakini malalamiko hayataishi, yatarudi tena huko. Nikushukuru sana. Na Steven Mguto huyu nilikuwa nikizungumza naye, bila shaka umemsikia hapa. Moja kati ya vitu ambavyo nimemuuliza ni changamoto alizowahi kukutana nazo, na angependa kiongozi mpya atakayekuja madarakani atazifanyia kazi kwa kiasi gani na kwa namna gani. Huu ni mkutano wa 12 wa bodi ya ligi kuu. Wajumbe wa mkutano wana agenda mbalimbali, lakini moja kubwa kabisa agenda iliyopo hapa ni ya uchaguzi mkuu utakaoingiza madarakani viongozi, wawakilishi wa vilabu
vilabu, wawakilishi watatu wa vilabu ya ligi ya NBC, lakini Championship na First League. Kwa hiyo bila shaka mara baada ya kumalizika kwa mkutano huu tunataraji kwamba tutapata viongozi watakao usimamia mpira kwa weledi zaidi. Na kwa wakati huu naona wajumbe wa mkutano mkuu wamekwisha ingia na tumwache, lakini kabla sijamaliza, Ibrahim Masoud Maestro, mmoja kati ya wanahabari nguli kabisa. Masoud, hebu tueleze nini ambacho unataraji kukisikia ama kukiona katika mkutano? Of course, mkutano ndio huo ambao unaonekana hivi sasa hapo, lakini muhimu ni kuhakikisha kwamba kinaundwa chombo. Mimi nilikuwa na ndoto ya kuundwa chombo ambacho kitakuwa ni chombo ambacho baadaye kitakuwa kinajitegemea, na nadhani hata President Karia amekuwa kila siku akisema jamani, nawaachia, nataka mfanye wenyewe hizi kazi. So to me, rai yangu ni kwamba vilabu ambavyo vitakuwa vinashiriki chague mtu sahihi ambaye atakwenda kusimamia miongozo, utaratibu na kanuni zote ambazo zinahusiana na ligi. Ligi imekuwa na baadhi ya vitu vingi vyenye makando mengi sana. Waamuzi, unasikia kuna rushwa, sio kuna matatizo chungu mzima, watu wanafanya wanacheza kamari, sio nini. Kwa hiyo tunahitaji mtakuwa ni chombo ambacho kinahitaji kufuatilia haya yote ambayo yanaonekana ambayo yanachafua ligi. Shukrani. Basi mtazamaji, taratibu na sasa shughuli nzima ya uchaguzi naona ndio inaanza, lakini tuendelee na tuone kile ambacho kinajiri katika ukumbi huu. Muktasari wa mkutano uliopita. Agenda namba 5 ni yatokanayo na mkutano uliopita. Mwenyekiti, makabrasha tulishayatuma na wajumbe walitumiwa kwenye email zao siku 20 kabla ya mkutano kama kanuni inavyoelekeza. Naomba kuwasilisha mwenyekiti. Asante sana. Nafikiri kama tulivyokubaliana kwamba zote kila kitu kimekwenda. Sasa tunaendelea na agenda inayofuata. Je, vilabu vyote tayari vina viwanja vya mazoezi. Sasa aidha kwa kukodi au kwa kumiliki. Lakini kuna vilabu vinadaiwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo naomba hilo liangaliwe na tufuate mwongozo aliotoa rais wetu wa TFF kwamba tuongeze idadi ya viwanja katika nchi yetu. Asante. Na mwagiza sio kwa ajili ya utekelezaji, tafanywa kazi. Asante mwenyekiti. Agenda namba 6 ni hotuba ya mwenyekiti. Karibu mwenyekiti. Ndugu mgeni rasmi, rais wa TFF ndugu Wallace Karia, kaimu mtendaji mkuu wa TPLB ndugu Ibrahim Maela, msajili wa michezo BMT ndugu Abel Ngolangwa, wajumbe wa kamati ya utendaji ya TFF, wajumbe wa kamati ya uongozi ya bodi ya ligi, wajumbe wa mkutano wa bodi ya ligi, waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kuiona siku ya leo na kupata nafasi ya kukutana mahali hapa. Karibuni sana katika mkutano wa 12 wa bodi ya ligi kuu Tanzania, mkutano ambao ndio chanzo na chachu ya maendeleo makubwa ya ligi zetu 3, kwa maana ligi kuu ya NBC, ligi ya Championship na First League. Ndugu mgeni rasmi na wajumbe, maendeleo ya ligi hizi yamekuwa na mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu nchini. Hivyo tunapokuwa kwenye mkusanyiko huu ni vema tukakumbuka kuwa kila tutakachokifanya ama kuamua kitaigusa moja kwa moja maslahi ya mpira wa miguu wa nchi yetu. Hata hivyo,
Ninatamani ndugu wajumbe na wageni waalikwa mfahamu kuwa bodi ya ligi kuu Tanzania imekuwa ikifanya jitihada kubwa za kulinda, kutetea maslahi ya klabu zetu, ikiwa pamoja na kuhakikisha klabu hizo zinafuata miongozo na kanuni ambayo ni sehemu ya sababu za kuundwa kwa bodi yetu. Wakati bodi ikifanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha maslahi ya klabu hayatetereki kwa namna yoyote vile, ningependa kutumia fursa hii pia kuwakumbusha viongozi wenzangu wa klabu tuongeze jitihada zaidi kwenye suala la vilabu vyetu kufuata masharti ya kanuni za ligi ambazo tumekuwa tukishiriki moja kwa moja katika kuzifanyia maboresho, pamoja na masharti ya kanuni ya leseni za vilabu. Kanuni hizo ndio msingi wa maendeleo ya klabu zetu na ligi kuu kwa jumla. Kama tuna dhamira ya dhati ya kuona klabu za ligi zetu zinaendelea kuongezeka ubora na kutangaza kimataifa, basi hakuna namna tunaweza kukwepa kufuata masharti ya kanuni hizi. Sekretarieti ya bodi ya ligi kuu Tanzania pamoja na ile ya TFF zimekuwa zikitoa ushirikiano mkubwa kwa vilabu vyote kwenye utekelezaji wa kanuni hizi. Sasa hasa eneo lenye upekee mkubwa ambao ni miundombinu. Tunashukuru shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa jitihada kubwa wanazoendelea kuzifanya ili kuongeza ubora katika eneo la uamuzi, lakini nafahamu tunahitaji sana mchango wetu katika shirikisho hilo. Sisi kama vilabu tuna nafasi kubwa ya kustawisha ama kufifisha jitihada zinazofanyika. Nadhani tunaelewana vizuri hapa. Basi nawaomba kwa moyo wa unyenyekevu tuwe upande wa kustawisha, tusiwe sehemu ya tatizo. Ndugu wajumbe, nawasihi tuutumie mkutano wetu huu wa leo kama kichocheo cha maendeleo ya ligi zetu na mpira wa miguu kwa jumla. Tujikite katika kuchangia maoni yatakayosaidia kutusogeza mbele. Kwa sasa naomba niishie hapa kwa sababu nitapata mzuri wa kueleza kuyafanya kwa umoja wetu ndani ya mwaka 2025 kupitia taarifa ya utekelezaji iliyo katika makala ya picha jongeo, yani video. Nawatakia mkutano mwema pamoja na maandalizi mema kuelekea mwaka 2026 ambao tuna jukumu la kuhakikisha unakuwa bora zaidi ya 2025. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa hotuba hiyo nzuri, na bila kupoteza wakati tunakwenda moja kwa moja kwenye taarifa ya utekelezaji, ambapo nitamkaribisha kwa ridhaa yako na kwa maelekezo yako Mwenyekiti, nitamkaribisha Kaimu CEO kwa ajili ya kutupitisha kwenye makala hiyo ya utekelezaji, taarifa ya utekelezaji. Karibu sana. Asante Kaimu Mwenyekiti wa Bodi Ligi Kuu Tanzania. Kwa niaba ya kamati ya uongozi, ninapenda kuchukua nafasi hii kuleta kwenu taarifa ya utekelezaji kwa kipindi ambacho kinakwenda kuishia leo hii. Ali Mwambungu, nyota na tano za kipindi
Mwaka 2025 umeandika historia ya ushindi, historia ya umoja, historia ya TPLB yenye nuru ya mafanikio. Safari iliyoanza kwa jasho, kazi ya ndoto, ikajengwa juu ya maono ya kuinua soka letu linalovuka mipaka, kivuma Afrika na kubeba heshima ya taifa. Takwimu kutoka IFFHS zikaja kama shahidi, zikithibitisha kwamba ubora wetu si maneno, ni vitendo, na kwamba nidhamu yetu, ushindani wetu ni nguzo ya hadithi mpya ya ligi bora barani Afrika. Wananchi Young Africans, wananchi Yanga ni mabingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024-2025. Tulishuhudia fainali za First League 2025, tukachangamshwa na moto wa Championship. Ladha tamu ya ligi kuu ya NBC zikawa tulizo la nafsi kila wiki, ufundi, magoli, pasi, rekodi zikiwekwa na kuvunjwa. Tukashuhudia wachezaji waking'ara, mashabiki wakilipuka kwa furaha. Kila mwezi kuanzia Januari hadi Juni, kisha Septemba na Oktoba, tulimpa heshima kila mchezaji bora wa mwezi, kocha bora wa mwezi na meneja bora wa uwanja, kisha ishara ya kutambua ubora wa walichokifanya. It's a movie, red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groovies. Flashing lights, all these things. All my rings got weight. You feel that? You feel that? Ndugu zangu, 2025 haikuwa kinyonge kimataifa. Klabu yetu ya Simba ilifika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho la CAF. Wakiwa wawakilishi wa Tanzania, walibeba ndoto za taifa. Hongereni sana Simba Sports Club. Wakati klabu zetu zikiendelea na usajili wa viwango, zikitengeneza mchanganyiko wa vipaji kutoka ndani na nje ya nchi, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania haikuwa imelala. Ilitumia kipindi kuwafunda waratibu wa michezo, mameneja wa timu, watathmini michezo na maafisa wengine, lengo likiwa ni kuhakikisha ubora wa klabu unaendana na ubora wa usimamizi wa ligi, hatimaye kupata ubora wa ligi.
Chama anatanguliza tena Singida Black Stars. Na Singida Black Stars mabingwa wapya wa michuano hii ya Sekafa Kagame Cup 2025. Ujio wa fainali za CHAN nchini Tanzania uliambatana na mazuri mengi yaliyotumika kama masomo muhimu kwa bodi ya ligi, kwani zilitujenga na kutuimarisha. KMC na Singida Black Star wakatuwakilisha kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup na klabu ya Singida wakatoa ubingwa. Hongera sana Chui Mweusi. Tulipata nafasi ya kusherehekea siku ya vilabu vyetu Simba, Yanga, Mashujaa, Fountain Gate, Mbeya City, Coastal Union, Stand United na Hounsam. Kila tukio likawa tamasha lenye kutafsiri umoja na upendo kwa mpira wetu. Beautiful games. This in the Community Shield will be one to die for. Young Africans and Simba meeting again here. Haya, katika nafasi anajaribu kuingia ndani ya box. Maxi anakataliwa ndani. Zuzwa! Usijichekeshe. Yanga hawachekeshi. Wanapoteza mchezo mwingine, mchezo ambao unakwenda kufungua pazia la ligi kuu kwa msimu wa mwaka 2025 2026. And there goes Nondo. Just a few there. It is Young Africans champion of Tanzanian football yet again. The TRA Ngao ya Jamili shall be going to the greener side of Kariakoo. Msimu ulizinduliwa kwa mchezo wa Ngao ya Jamii 2025. Hongera sana Young African Sport Club kwa kutoa ubingwa baada ya kushuhudia msisimko na hamasa ya mashabiki. Udhamini mpya kutoka Jaspit ukaja kama zawadi, ukivalisha ligi kuu yetu ya NBC kwa vazi jipya, ukiongezea thamani ya raha. Kwa mara ya kwanza ligi yetu ikapata mpira wake rasmi unaobeba jina, ubora na utambulisho wa taifa letu, huku waamuzi pia wakipendezeshwa kwa sare zilizowafanya waonekane nadhifu zaidi. Ndugu wajumbe, licha ya kuwa bado tuna kazi kubwa ya kufanya katika kuongeza ubora wa viwanja vyetu, si vibaya tukisherehekea hatua tulizopiga katika eneo hilo. Wakati michezo ya ligi ya msimu mpya wa 2025-26 ikianza kwa ushindani na burudani viwanjani, tulipokea taarifa nzuri za familia yetu kuendelea kuamini kimataifa. Safari hii shirikisho la soka duniani FIFA
ikiwapa heshima ya kuwateua kwenye kamati zake rais wa TFF ndugu Wallace Karia, rais wa klabu ya Yanga ndugu Hersi Saidi, na meneja wa ukaguzi na udhibiti wa bodi ya ligi Bi Neema Hassan Haji. Huu ni udhibitisho mwingine wa heshima na imani kubwa walionayo FIFA kwa mpira wa Tanzania. Playing on here, that's a flying strike, and what an equaliser! An absolute rocket to bring the Africans level. A bolt out of the blue from a Clement Mzize. An absolute bullet of a strike. Tuzo za CAF zikaja kupiga muhuri kama udhibitisho wa ubora wa klabu zetu. Tanzania ikapata nafasi katika uteuzi wa tuzo kubwa barani Afrika. Mchezaji Shomari Kapombe wa Simba akatajwa miongoni mwa wachezaji 10 bora wa mashindano ya CAF ngazi ya klabu, huku Simba ikiingia kwenye 10 bora za kinyang'anyiro cha kupata klabu bora za mwaka Afrika. Ndugu wajumbe, mguu wa kijana wetu Clement Mzize ukatuletea tuzo ya bao bora la mwaka. Ni hatua kubwa na ishara kuwa Tanzania sasa ni sehemu ya hadithi kuu ya soka la Afrika. Kama muuguzi kiongozi wa wodi ya watoto wachanga, nipende tu kutoa shukrani. Pesa hii walioitoa kwa ajili ya sadaka wangeweza kufanyia mambo mengine, wangeenda kufanya starehe, wakafurahi, wakala, lakini kwa moyo wa upendo wamejitoa kwa ajili ya hao watoto. Lakini tunafahamu soka si ushindi pekee. Ni moyo, ni huruma na ni maisha ya jamii inayotuzunguka. Kupitia mpango wa CSR tuligusa mioyo ya watu katika hospitali ya Amana mkoani Dar es Salaam. Tukaonyesha kuwa mpira unaweza kuponya kama dawa ya jamii. Tukafika mashuleni na maeneo mengine kugusa jamii ambao ndio wadau wa ligi zetu. Mafanikio yote haya, jitihada za pamoja za wadau wote wa ligi kuu zetu. Kipekee tunawashukuru na kuwapongeza wote wakiongozwa na mdau mkuu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vilabu vyetu, mashabiki, wadhamini, vyama shirikishi, maafisa wa michezo, waamuzi na wengine wote. Kwa pamoja tumetengeneza historia, tumejenga imani na kuinua hadhi ya ligi yetu. Na tunapofunga ukurasa mpya wa safari hii ya mwaka 2026, tuna uhakika kuwa kesho ni bora zaidi. Asanteni sana. Asante sana Kaimu CEO, na bila kupoteza wakati, baada ya kushuhudia taarifa ya utekelezaji kama ilivyowasilishwa naye Kaimu CEO, basi twende moja kwa moja kwenye eneo linalofuata ambalo hapa tunakwenda kupata taarifa ya hesabu za fedha, na nirejeshe kijiti hiki katika meza kuu kwa ajili ya mwongozo. Ndugu wajumbe, taarifa ambayo ikaitoa CEO wetu imepokelewa? Naam. Naam, mwenyekiti. Asante sana
Asante sana mwenyekiti kwa kupata fursa hii kuweza kuzungumza kwenye taarifa ya utekelezaji, lakini awali ya yote nisije nikasahau, nimefurahi sana na hotuba ya rais na alivyotuhutubia. Ukweli imetugusa na amezungumza mambo mazito ya sisi wenyewe kutafakari na kujielewa, na kweli ameonyesha dhamira yake ya kutenda mpira, kwamba hatuchagulii, lakini ametuonesha kwamba anahitaji mtu ambaye atafanya kazi inaopasa. Ukweli sina budi kwanza kuishukuru hotuba hiyo, nimshukuru rais, na nimebidi kufanya hivyo kwa sababu hisia wana mchezo wengi hapa zipo katika hali kwamba mimi na mdogo wangu Karia tuna ugomvi, lakini ninachotaka kuambia hatuna ugomvi. Ni watu tu wanafikiria hivyo. Alitaka nipumzike kwa muda na nimepata faida ya kuona, kwa sababu nimeona toka nimeambiwa nipumzike, mama nyumbani wananifurahia zaidi, wananiona kwamba kwa hiyo ilikuwa si. Lakini baada ya kujua hilo, nikamshukuru ndugu yangu Karia, amenitafutia jambo jema. Baada ya kusema hayo, kutaka ku clear the air, watu waelewe hali halisi, maanake mazungumzo ni mengi na nini. Sisi hatugombani, tutapishana kwenye mambo mielekeo na nini, lakini yeye ni ndugu yangu na wala hawezi kubahatika hata kuondoka hapa. Na hotuba yake alipoizungumza pale, kuna watu wamenifikisha hapa, nilikuwa namzama machoni antaji, nikaona hakutaja mtu, lakini nikajua ni mimi. Ningeomba kuzungumza kitu kimoja, mwenyekiti. Kwa bahati nzuri rais wetu ndo mgeni rasmi yuko hapa. Kazi nzuri kusema kweli ya bodi imefanyika na inapendeza na ipo, na tuko katika hali ambayo ya kuzidi kutengeneza. Naomba nikosolewe, lakini taratibu zifuatwe bila kupinga, lakini katika hali kuelekeza katika kufanikisha mpira wetu. Ninahisi kama kulikuwa kuna makosa kiasi fulani kuhusu swala la CEO. Kama nikosea, hata na mimi nimeshiriki, ilikuwa tunamwajiri sisi kule TFF, lakini nikitizama naona ni CEO ni wetu sisi sasa hivi. Si kwa sababu sasa hivi niko huku, hata nikiwa kule ningezungumza hivyo hivyo. Kwa hiyo naomba kuwasilisha hili kwamba kama baraza hili litapendekezwa, rais aweze kuona umuhimu wa kumthibitisha CEO aliyokuweko. Kusema kweli naitambua kazi yake nzuri, na kama na nyie mko na mimi pamoja, naomba mumpigie makofi ili rais aweze kulipokea. Kwa hiyo naliomba hilo, nimelitoa kwenye angalizo lenu na litatizama katika hali sahihi. Lakini ndugu rais, ndugu mwenyekiti na rais anatusikiliza, nimekaa nimetafakari sana baraza letu hili. Ili baraza letu linazungumzia na nguvu kubwa ya Premier League ambao ndio wapiga kura, lakini humu ndani tunao viongozi wa Champion na First League. Kusema kweli, na sisi ndio TPLB ndio inaongoza ligi hizi. Katika swala la democracy na transparent, kidogo tunaenda tofauti na katiba yetu wenyewe, tunachotakiwa tusibaguane. Ningependekeza tulitizame katika mfumo ambao hawa nao wawe accommodated katika kupiga kura. Sasa hivi haiwezekani, lakini wawe accommodated kwa maana bali taratibu zetu na katiba zetu na kanuni zetu kuzibadilishe, ili tuweze na wao wajihisi part and parcel, kwa sababu tunawaongoza lakini hawana haki ya kutuchagua. Kwa maana hiyo tuwape na wao haki fulani ya kuweza kutambua kwamba na wao wanatambulika, ili hapa tulipofika, kama rais una spidi unaoenda nao na mafanikio tunaoenda nao, naamini tutaweka na changamoto zaidi
na wao wajihisi ni pati ya kusikilizwa na pati ya sehemu yetu. Jingine ninaloliomba, in fact naliomba kupitia nyie atakayechaguliwa na viongozi watakaochaguliwa, na waomba muyawasilishe haya. Swala la electoral committee, mimi nilipokuwa nimeomba, ndugu zangu kina Kilomoni, kina Karume walinitolea macho kweli. Waliniuliza nini focus yako? Kama focus yangu tuwe na electoral committee ya TPLB, kwa sababu sio tabu, members wote wana committee zao. Kwa hiyo hapa hii ya kwetu nyie muje kwa juu na hadhi yenu ya juu. Niliulizwa maswali hayo, walinibana mbavu rais, mpaka sasa hivi mimi mbavu zangu zinauma kutokana na walivyonifanya. Kwa hiyo kwa matukio hayo, lakini niliwahakikishia mimi si mpinzani wa michezo. Niamulieni mtakavyoniamulia, mimi nitakubali, na wala msifikirie mimi nitakata rufaa. Ninamkatia nani rufaa? Naona kama najikatia mimi mwenyewe. Lakini madhumuni yangu kubwa ni kwamba chombo hiki kitakapokuweko, ambao kitakuwa ni kamati ya bodi ambayo kuna lolote, hii kamati ya taifa inakuja chukua baadaye. Lakini ya mambo kutoka kamati ya taifa uende kwenye kamati ya appeal, hili nalipendekeza litizamwe na rais. Kwa basi nzuri, unalisikiliza, unaliona kama lina mantiki, na nafikiri lina mantiki, naomba lipokelewe ili katikaweza kulitengeneza. Jingine ninalotaka kulizungumza kwenye mambo haya kamati ya utekelezaji, masuala ya commissioner. Commissioners wanapangwa na TFF na waamuzi wanapangwa na TFF. Sitaki kupendekeza kwa sasa mambo ya waamuzi, hapana, lakini hawa commissioners wanatakiwa waje huku kwa nia nzuri tu, kwa sababu nafikiri kama sikosei, commissioners wanalipwa na bodi, taarifa zao zinajadiliwa na masaa 72. Kwa hiyo kuweza kuweka hapa, nafikiri ni udhibiti mzuri, na kwamba bodi wamepewa madaraka ya kuweza kufanya hivyo. Na hasa nikikunukuu rais, katika uchaguzi wetu uliofanyika kule Tanga, ulichaguliwa bila tatizo lolote, na nilikuja nikakupa hongera na ukafurahi kuniona nimefika pale. Hiyo ni kuthibitisha kwamba tuko pamoja. Na hali hiyo ulifika katika hotuba yako, unaelekea kutoa unataka bodi iwe independent. Nilifurahi sana. Nilifikiri kama nimekushauri, lakini kipindi kile ilikuwa tuko mbali, lakini ulivyozungumza vile ukawa umesoma mawazo yangu. Kwa hiyo hili nalo likitizamwa katika masuala hayo, ni mwelekeo ambayo yana taratibu zake na yatafika huko nakofikia. Sina hakika zaidi masuala ambayo nitakayozungumza yakoje kisheria, kwa sababu yamekaa kimkataba. Navyojua pesa za Azam ambao ni wenzetu sana katika masuala ya mpira, wametutoa mbali, wametuleta mbali. Navyojua mimi karibu 63% ya mapato yanakuja kwenye vilabu. CEO nani atani correct kama nakosea, 18% ipo kwa TPLB, 15 iko kwa TFF. Ninaomba kupatikane revision ya vitu hivyo, kwa sababu vilabu bado vinaumia sana, na hasa katika kitu hicho kikitizamwa kikiwa kuna mwelekeo. Unajua Azam anaweza sema siendi huko, uitizamwe na jicho la huruma kwa hivi vilabu vya champion, wanateseka sana kwa hali ya kifedha. Kwa hiyo ombi langu rais, mwenyekiti, kupitia kwa mwenyekiti na rais unatusikiliza, ningeomba sana hayo mambo yawe ni mambo ya kutengeneza na kuhudumia mpira.
nipo katika hali kupeleka kuonesha zaidi na sapoti zaidi nguvu uliotumia rais ya kuweza kuonesha bodi dhamira ya kuwafanya wawe independent. Nimekuunga mkono sana hilo. La mwisho niseme katika hapa, atakayechaguliwa na ambaye hakuchaguliwa wote ni washindi wetu. Sisi sote tunaelekea katika kuendeleza mpira. Sio kwamba atakayetoka ambaye hakushinda atakuwa kwamba ndio katoka kwenye mpira. Lakini la kuthibitisha hilo kuliko yote, speech ya rais amesema nichagulieni mteke muona naweza kufanya naye kazi. Ama sivyo angeweza kusema wazi, lakini wote ni watoto wake, isipokuwa kila binadamu atakuwa kuna mmoja anampenda zaidi. Lakini akitokea yu katika watoto wako watano yule watatu, kama Kapasi ulikuwa umpendi lakini Kapasi kafanya vizuri, unarudisha naye mapenzi, au sivyo? Kwa hiyo niwaombe swala hili kwamba sisi tuna mshikamano wa kimapenzi. Kushinda na kushindwa ni mambo mipangilio yani. Lakini la mwisho ninachosikitika, nilitegemea makofi mengi nilipopendekeza champion nao washirikisho kupiga kura. Premier League watapiga makofi kwa sababu Premier League ni watarajiwa wa champion. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira yetu ya baadaye. Kwa hiyo niombe kwamba haya niliyozungumza nimealita kimaendeleo, kimaana kutengeneza na kufanya mpira wetu uendelee mbele. Asante sana mwenyekiti, rais, nawashukuru sana. Asante sana. Sawa. Mwenyekiti. Tupe njia, mpe microphone. Pelekea. Asante mwenyekiti. Mimi swali langu limejikita kwenye ajenda ambayo iko sasa hivi ambayo tunaijadili, ajenda namba 8 ya taarifa ya hesabu za fedha. Hapa nilikuwa na swali moja lenye vipengele viwili. Kidogo mwenyekiti, hiyo ajenda bado hatujaifika. Mimi nafikiri kwanza tuipokee taarifa hii ajenda namba 7 alafu tuende ajenda namba 8. Tutarudi kwako. Asante. Nafikiri taarifa tumeipokea sawa. Asante. Kuna jambo kidogo rais anataka. Jamani, hayo mengine tumeyachukua aliyozungumza mwenyekiti wa Mtibwa. Kweli ni kaka yangu, nimepita kwa mikono yake sana mpaka nimefika hapa na sehemu kubwa, lakini naomba nijibu tu. Mengine tutayachukua kwa sababu yanahusu katiba zaidi, yatajadiliwa. Lakini lile la kusema tumthibitishe kaimu sio sehemu yake, kwa sababu sio aliyokuwepo amesimamishwa, hajafukuzwa, na taratibu bado zinaendelea. Zitakapokamilika aidha ataondoka moja kwa moja au atarudi. Kwa hiyo itakapokuwa tayari hatima yake imefika, basi hilo ombi lako litafikiriwa kama utakuwa umemwombea aondoke. Nadhani ni vizuri tulielewe hilo. Mengine tutachukua kwa sababu yanahusu katiba, na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi pia angekuwa tuko naye, tutakuwa naye muda mrefu, kwa sababu ataka afanye kazi yake, aondoke, ana majukumu ya serikali, anaondoka anaenda nje ya nchi. Kwa hiyo tutayachukua na ikiwezekana yaandike kiutaratibu, ikiwezekana, kwa sababu mengi ni mabadilisho ya governing regulation na katiba. Lakini swala la independent, kama mnavyoona kwenye peji yenu hii namba 4, ameonekana katibu wa TFF kaimu yuko hapa kwenye hii management hii. Baada ya uchaguzi wa leo, katibu wa TFF hatakuwa sehemu ya maamuzi atakao kuwepo kwenye management committee. Kwa hiyo kama management committee ilikuwa inahitaji watu na
idadi kwamba na ile ya katibu, basi governing regulation utaiangalia inasema nini, ili kuweza kuongeza kutoka kwenye masuala mengine ya vilabu. Haya mengine yote tusichukue muda, kwa sababu kuna hizi ajenda zetu kidogo ziko 2 zimebaki. Ikiwezekana twende haraka ili tuweze kumruhusu mwenyekiti aendelee na jambo lake. Naomba kuwasilisha. Na mwenyekiti, nadhani kwa mtiririko tulioenda nao tunaenda vizuri, na kama sio maelezo marefu aliyotoa mzee Said Sudi, hayo mlishazungumza nyumbani, wala kwa hana haja ya kuja kuyawasilisha hapa, lakini nikupongeze kwa kuyasema hadharani. Mimi nataka niseme tu jambo moja, kwamba kwenye taarifa hii tumeipitia, iko vizuri na naunga mkono ipitishwe, ila nataka niwapongeze sana Secretariat na Board of Governing kwa kuandaa mkutano katika kiwango cha kimataifa. Nawapongeza sana. Nilikuwa natafuta eneo ambalo lingeweza kubeba hili, lakini niwapongeze sana, mmefanya kazi nzuri, na tunaona faraja sana sisi ambao tumekuwa katika vyumba hivi vya mikutano hii, kila siku tunaendelea kupata improvement. Jambo aliloharibu tu kwamba kuna baadhi ya timu wameweka magoli waliofunga tu, na wengine wameweka waliofungwa tu, hakuweka zile ambazo magoli yaliokuwa yale magoli mengine yamefungwa na majini na nini, lakini bado unasifia. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Tuendelee na ajenda namba 8. Asante mwenyekiti. Ajenda inayofuata ni ajenda namba 8, taarifa ya hesabu za fedha zilizokaguliwa za mwaka 2024. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha external auditor Mr. Shaw kwa ajili ya kuweza kuwasilisha. Na mwenyekiti. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunajua mtaalamu wetu huwa anapenda sana kuziwasilisha na utaratibu unataka hivyo, lakini kwa minajili ya kuwa more profession na more effective, mimi nilitegemea kwamba hii document kwa kuwa tumeipata wiki kadhaa, tuipokee na yale ambayo yanaonekana kuwa yana mapungufu tuyafanyie marekebisho. Nimeipitia hii document, eneo moja tu ambalo lina mapungufu. Ukisoma mtendaji ameattest na board chairman umeattest, lakini haijakuwa dated. Hii document labda pengine nakala nionayo mimi, lakini hizi document zote kwenye sehemu ambazo umeattest hamja date. Kwa hiyo hatuwezi kujua hii taarifa ni ya mwaka jana, ya mwaka huu, hata kama maandishi yanasema hivyo. Kwa hiyo hilo likirekebishwa kwangu mie, na ningeomba wajumbe wenzangu turizie kwa kuzingatia muda, na hapa hamu kubwa ya watu ni uchaguzi. Haya mambo ya mahesabu haya, mzee yule zaidi ya miaka 20 tunakutana kwenye hivi vyumba, lugha unazozitumia wengine hata hawazielewi. Asante sana. Mwenyekiti, asante sana, tumelipokea leo tunalifanyia kazi. Bwana Shaw, naomba kwa ufupi Bwana Shaw, maana yake naona kwa sababu document wajumbe walikuwa nazo muda mrefu, utupitishe kwa haraka au wasilishe tu. Naona wajumbe walikushazipokea na kuziangalia, kama utakuwa na swala tutauliza hapa. Asante sana ndugu kaimu. Asante rais wa shirikisho. Asante wajumbe wa mkutano huu. Hapa naleta salamu kutoka TAC Society, inawatakia mkutano mwema wenye mafanikio. Hii dokumenti naleta kwenu hesabu zilizokaguliwa za mwaka unaoishia Disemba 2024.
Hii dokumenti ina kurasa 37. Kurasa wa kwanza mpaka wa 8 ni directors report, kurasa wa 9 ni board of directors report, namba 10 ni declaration of head of department, namba 11 mpaka 16 ni auditors report, alafu namba 17 mpaka 20 ni board financial statement, alafu 21 26 ni general information and statement. Ukurasa ule 27 mpaka 37 ni note to the financial statement. Sasa kwa vile hizi hesabu mmeshapewa, mmezipitia, mimi nitakachofanya, naomba niende kwenye ule ukurasa wa 11 mpaka ukurasa wa 16 ambayo ina auditors report. Tulianza hii audit mwezi wa 4 tukamaliza. Tulipokuwa tunafanya ile field audit, tuliomba records zote, tukapata na ushirikiano wa kutosha kupitia hizi statements. Baada ya kujiridhisha, japokuwa kulikuwa na dosari ndogo ndogo ambazo hazikuwaranti kubadilisha opinion ya auditor, kwa hiyo tulidiscuss na management, zikafanywa kazi, zikawa zimetoka. Sasa napenda kusema kwamba bodi kwa kipindi cha mwaka wa 2024 kilipata hati safi. Kwa hiyo nawapongeza, nazidi kuwapongeza bodi kwa usimamizi wa viongozi na watayarishaji wa hesabu hizi. Naomba kuwasilisha. Asante sana Bwana Shaw. Vipi wajumbe, tumeipokea? Mwenyekiti, uko nafasi. Asante sana ndugu mwenyekiti kwa hizi hesabu ambazo tumepewa. Kwanza nikupongeze sana kwa maana kwamba tumepata hati safi ambayo imepitishwa na mkaguzi wetu. Mimi nimeikubali kwa sababu imepitishwa, nimeikubali, lakini kuna vitu ambavyo viwili ambavyo ningependa kuviweka hapa highlights. Kuna katika mwenyekiti wa Mtibu hapa katika alipopata nafasi ya kuongea alimention jambo ambalo na mimi limeniamsha kidogo. Aliongelea kuhusu mapato tunayoyapata kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kama bodi ya ligi na mgawanyo wake kwa vilabu. Sasa alitaja hiyo 60% na ngapi. Sasa hilo nilitaka lithibitishwe ni iliko hivyo, kwa sababu ametuambia, kwa sababu katika vitabu hamna sehemu imetajwa hiyo. Lakini ushauri sasa
labda mkaguzi anaweza kaeleza vizuri kwa watayarishaji wa hesabu wetu. Watayarishaji, yeye anakagua, lakini wapo watayarishaji ambao ni CEO, nafikiri unawajibika kwenye hilo. Nafikiri ni vizuri ili katika hesabu zetu tuwe tunalionyesha kwamba katika mapato tunayopata kutoka kwa sponsors, kwa partners, kwa nini, asilimia hizi zinaenda TPLB, asilimia hizi zinaenda TFF, na asilimia hizi zinaenda kwa vilabu. Hilo ni la kwanza. La pili, katika hizi pesa tunazolipwa, napenda kuuliza ambazo vilabu tunazipata, ni kwa nini hatulipwi pamoja na VAT asilimia 18? Kwa nini naongea hivyo? Hiyo pesa sisi ingetusaidia katika kuongeza revenue yetu, kwa sababu VAT sio hela yetu, lakini kwa sababu vilabu tunafanya manunuzi mengi ambayo tunalipa VAT. Kwa hiyo ile VAT ingesaidia kuoffset na hiyo pesa. Sasa hili ni swali, ni kwa nini hatulipwi pamoja na VAT amount? Asante sana. Mwenyekiti, naomba nikusaidie. Hili liko kwenye governing regulation, na kwa sababu linahusu TFF, ile governing regulation imeeleza percentage, na wakati inatengenezwa mikataba percentage ile imetajwa, sio hizo alizozitaja mzee Saidi. Najua TFF wanapata royalty 10%, ndio inazungumzwa kwenye governing regulation, na hizo nyingine zimetajwa pale. As far as ni viongozi wa vilabu, you have to know the governing regulation kwamba inazungumza nini. Kwa hiyo na swala jingine la VAT tulilizungumza sisi kwamba vilabu wanapopewa hela zile, wanafanya manunuzi, watakapoleta risiti ambazo zina VAT, zile hela badala ya wakati inafanyika output na input, zitarudishwa kwenye vilabu kwa kadri walivyofanya wao, walivyoleta. Kwa mfano klabu imeleta imekuwa hesabu zake, kuna VAT ambayo wameleta imekuwa reserved kutoka kwenye ile kabla ya kuilipa. Kama ni milioni 20 itabidi ipelekwe kwenye klabu, lakini imekuja kidogo tofauti. Vilabu vingine vimekuwa registered VAT, vimekwishakuwa registered VAT. Kwa hiyo sasa, na huku kwa sababu kwenye mkataba upo na sisi tuna issue receipt, tax receipt, kwa hiyo ile VAT inabidi tuipeleke moja kwa moja TRA. Yanabaki malipo tunao save yale yanayofanyika na TPLB au yaliyofanyika na TFF. Yale mengine ya vilabu ambayo hawajaleta risiti zao za kusafiria, kama zina VAT au chochote ambacho kina VAT, na wenyewe hawawezi kuleta kwa sababu wengine wanapeleka kwenye VAT, lakini wengine kila mmoja ana utaratibu wake, wengine ni makampuni yanafanyika, mashirika, taasisi hizo. Kwa hiyo kuna complication fulani. Ndio maana nikasema kama tutapata muda tukakaa tukayajadili haya, tukaangalia, tukaenda kwa pamoja kwamba yanaenda katika sehemu gani, ni hivyo. Lakini ni vizuri viongozi wa vilabu isome ile governing regulation, na hata mnapokuja kuwa kwenye management committee muwe mnaisoma ile, ili iwe inaonyesha. Kawaida sisi wa Tanzania hatusomi, tunaangalia tu. Bahati mbaya au nzuri, rais wenu anasoma vitu vingi tu. Mimi kila kitu nasoma tu na najua, kwa sababu saa nyingine nataka nijue, saa nyingine nataka niwe salama zaidi. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunasoma hizo ili tuweze kujua. Naomba kuwasilisha, mwenyekiti. Asante sana rais. Tumeipitisha hii? Asante. Kwa niaba ya kamati ya uongozi, mkutano huu wa uchaguzi ukiwa unaendelea hapa katika hoteli ya Golden Tulip Dar es Salaam, basi tunarudi studio, kisha tutarejea tena kuweza kuendelea na kile ambacho kinajili ndani ya ukumbi huu. Ndugu wajumbe,
8889 10